ونعوذ بالله من نفوس لم تزكي وقلوب لم تصف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحيي القلوب بعد موتها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله طبيب القلوب وإمام السالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى، فإن التقوى عند أهل السالكين ليست دعوة بل حال، وليست قولا بل عمل وصدق. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehema na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ma zilna fi shahri Sha'ban ikhwatal iman, bado tuko katika mwezi wa Sha'ban, mwezi ambao kwamba uko katikati ya mwezi wa Rajabu na Ramadhani, mwezi ambao kwamba Waislamu tunatakiwa tupatianeni tahania. Ni mwezi ambao kwamba Waislamu tunatakiwa tusafishiane nyoyo. Ni mwezi ambao kwamba Muislamu unataka ujiandae. Ni mwezi ambayo kwamba tupangilie mipangilio ambayo kwamba tutaraji Ramadhani tutaka kuifanya. Kwa hiyo kila kitu kina mpangilio wake na kina istidad. Kwa hiyo na mimi na wewe katika mwezi wa Shaaban tunafaa tukae chini tupangilie kitu gani ambacho kwamba tunataka tukivune katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi ambao kwamba wengi wameenda kusahau, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, dhalika shahrun yughfalu an-nasa anhu baina Rajabin wa Ramadana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema huu mwezi wa Shaabani wengi katika watu wameenda kusahau, nao ni mwezi ambao kwamba wanapatikana kati ya Shaaban, kati ya Rajab na Ramadhani. So kabla ya Shaaban kuna mwezi waitwa Rajab. Ni mwezi ambao kwamba watu wanafanya ibada sana, kwa sababu ni katika ashhurul hurum. Rajabu watu tunautambua na tunasimama kwa ibada, kwa sababu ni katika ile miezi minne Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoichagua. Ashhurul hurum, miezi mitukufu ni minne, mmoja ni Rajab. Sasa katika mwezi wa Rajab tunafanya ibada nyingi sana, kwa kuswali, kwa kutoa sadaqa, kwa kusoma Qur'ani, kwa tahajjud. Lakini ikifika mwezi wa Shaaban ni kama vile tunafanya kurelax, tunafanya mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kurelax, and then tuchukue nguvu ya mwezi wa Ramadhani. Kumbe hapo ndo tunafeli. Mtume anasema dhalika shahrun yughfalu an-nasa anhu. Huo ndio mwezi ambao kwamba watu wanaosahau. Kumbe kule kutake rest kwetu ndio tunaenda kufeli. Shaabani si mwezi wa kupumzika bwana. Shaabani ni mwezi wa istidad. Ni mwezi wa kubadilisha tabia zetu. Ni mwezi wa kuanza kujiandaa vipi tutaivuna katika mwezi wa Ramadhani. Fa shahrun khasun laysa al-awam. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba ni wa watu maalum, sio kila mtu. Si kila mtu anaweza kupata baraka za mwezi wa Shaaban. Khas watu fulani tu. Watu ambao kwamba wanamtambua Allah. Watu ambao kwamba wako tayari na dini ya Mwenyezi Mungu. Watu ambao kwamba wamesubiri Ramadhani kwa muda mrefu. Salafuna salih, wema waliotangulia, tunaambiwa walikuwa wao baada ya Ramadhani kuisha
wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatakabalie amali zao walizofanya katika mwezi wa Ramadhani, awatakabalie saumu yao waliofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miezi 6 mbele wanamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awatakabalie amali walioifanya katika mwezi wa Ramadhani. Baada ya miezi sita mingine wanamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, balighna Ramadhana, ewe Mola tufikishe na sisi katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye mavuno, mwezi wenye baraka, mwezi wenye rahma, mwezi wenye masikitiko. Yani Waislamu katika mwezi wa Ramadhani, wallahi taqulu anna hadha rajulun laysa alladhi kana min qabli hadha shahr. Waweza kusema huyu bwana kweli si yeye huyu. Yani Ramadhani ikifika waweza shangaa huyu bwana si fulani, huyu ni yule fulani. Lakini Ramadhani kabadilika mpaka watu wanaanza kumshangaa. Yushiruna ilayhi, wanaanza kumsema na kumtaja kwa vizuri, yani huyu bwana, lakini ma'al asafi shadid nihayatu shahri Ramadan yaruddu ila makanihi alladhi kana fihi. Baada ya mwezi wa Ramadhani ukisha, anarudi pale alipokuwa, anarudi katika ile tabia yake aliyokuwa nayo. Ndio mara nyingi sana mimi huwa napiga mfano mtu ambaye kwamba ako na uraibu wake wowote, wako na uraibu wowote ambao watumia. Sawa? Ni sigara, ni marungi, ni mogoka, uraibu wote ambao kwamba wewe uko nao na ukaweza kuacha ule uraibu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbona isiwe mustamiru ilayhi? Isiwe ndio baada ya Ramadhani uendelee kuacha kile kitu ulichokiacha kwa mwezi mmoja. Ile heshima uliopeana kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, heshima ile kumbuka hukupeana kwa mwezi, umepeana kwa Allah. Na Allah yule bado yuko baada ya Ramadhani kuisha. Mbona isiendelee ile sigara ulivyoiacha Ramadhani mzima? Mbona usiendelee ule mogokaa ulioacha Ramadhani mzima? Mbona isiendelee ile tabia mbaya ulioiacha Ramadhani mzima? Kwa hiyo kitu chochote kibaya Muislamu akitaka kuacha anaacha, na akitaka kuendelea ni mwenyewe, kwa sababu tunaona mifano mingi sana mwezi mtukufu Ramadhani, machafu mengi hayafanyiki, mabaya mengi hayafanyiki, lakini baada ya Ramadhani yaendelea kana kwamba ni series vile movie Ramadhani kidogo imekatishwa, after Ramadan to be continued. Sio, tusiwe hivyo Waislamu. Tubadilikeni kubadilika. Mwezi wa Ramadhani au mwezi wa Shaabani ni mwezi wengi katika sisi tunaenda kusahau, lakini haitakiwi mwezi huu kusauliwa. Ni mwezi ambao kwamba unatakiwa kwa mashindano kufanya ibada. Ndio salafu na swali wakasema Rajab ni mwezi wa kupanda mbegu, na Shaaban ni mwezi wa kupalilia, na Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Utavuna nini kama hukupanda? Utavuna nini kama hukupalilia? Kwa hivyo kinachovunwa lazima kwanza kipandwe, kipaliliwe, after that ndio sasa uanze kuvuna. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kupanda na si mwezi wa kupalilia, bali ni mwezi wa kuvuna uliopanda katika Rajabu, Shaabani, Ramadhani tunavuna. Na hiyo ndio tutakapokwenda kuweza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukianza ibadati zetu katika mwezi wa Rajabu na Shaabani, basi Ramadhani ndio tutaiweza vizuri sana. Lakini tukianza ibada zetu katika mwezi wa Ramadhani, ndipo pale tunakwenda kulemewa kwa haraka. Na ni mfano huko tu, watu wote wanauona, mfano uko wazi. Ramadhani day 1 msikiti hauna nafasi. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano msikiti umeona umeanza kufifia. Kwa nini? Nafsi yako ambayo kwamba wataka kuianzisha ibada mwezi mtukufu wa Ramadhani imechoka kwa siku 3. Na lazima itachoka. Ni kitu ambacho kwamba hakijazoea nafsi. Nafsi ni kama mtoto mdogo, lazima uifundishe kitu. Wa nafsu katifli in tuhmilhu shabban ala hubbir radha'i wa in taftimhu yamfatimi. Nafsi ni kama mtoto mdogo. Vile vile mtoto mdogo unapomfundisha kuachishwa nyonyo ya mama yake, basi vile vile nafsi ndio inataka kufundishwa kuacha kile kibaya anachokifanya wewe Muislamu.
Hivyo hivyo ndio nafsi yako atakokufundishwa pole pole kuingia katika ibada. Hauwezi uamke tu ghafla, mimi nataka leo usiku nimeamua nataka niamke nipige raka 8 tena zile za Mtume Muhammad. Raka moja 1 hour mimi nimesimama. Lazima ianzie chini. Bwana, leo mimi sasa kuanzia leo mimi nataka nibadilike. Nataka kuswali tahajjud. Inshallah leo nitaanza raka 2, tena nitasoma tu qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu. Bas nirudi nilale. Uendelee hivyo kwa muda siku 3 ama hata wiki, raka 2 tu. Baada ya wiki ongeza tena 2. Sasa sitaki kulia. Nataka wadhuha wal layli na idha zulzila. Hivyo ndo tutapanda mpaka tufika pahali sasa wewe nawe wapiga amma yatasaalun mpaka mwisho raka 1. Na isikupeleke wewe kwamba mimi amma sijui. Kwa hivyo siwezi kusema tahajjud kwa swala ndefu ama kwa raka ndefu ama aya ndefu. Ile kulullahu yako tuipige mara 10. Raka 1 piga kulullahu, raka ya kwanza kulullahu 10, hujakatazwa. Raka ya pili piga kulullahu 8 kwa sababu raka hazitaki zifuatane. Raka ya kwanza ndefu, ya pili fupi. Hizo kulullahu piga, na usidharau ni sura kubwa kulullahu. Qul huwallahu ni sura ambayo kwamba imechukua thawabu ya thuluthul Qur'an. Kwa hivyo ukisoma qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, hivi mimi nimeandikiwa thawabu ya thuluthul Qur'an. Kwa hivyo nishapiga 3/4 ya Qur'an hapa, thawabu nishaandikiwa. Nikipiga ya pili, ya tatu nimemaliza masahafu. Kwa hivyo qul Allahu 3 wewe ni masahafu mzima. So wewe ukae msikitini usome qul Allahu 3 kwa dakika 2 au 5, mwingine kae msikitini 1 hour anasoma juzu moja, kitambo ushapita wewe. Yeye ataandikiwa thawabu juzu moja, wewe umeandikiwa thawabu ya msahafu mzima. Kuna wengine hata wanazungumza vibaya. Tarawih qul Allahu tarawih qul Allahu si swala, si aya, si Qur'an. Bali qul Allahu ndio ina thawabu nyingi. Kwa hiyo wewe ule uwezo wako ambao uko nao fanya. Waweza kusoma juzu mzima kwa tahajjud, soma. Waweza kusoma qul Allahu, soma. Basi mimi sijui hata qul Allahu bwana. Kaa tu, amka usiku. Leta istighfar, astaghfirullah. Sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hiyo tahajjud. Unajua hichi kiblema cha tahajjud kuna watu wakienda vibaya. Wana lazima uswali. Ukiamka usiku si lazima wewe uweze kuamka usiku na ukaleta istighfar, na hiyo ni tahajjud. Uweze kuamka usiku na kumswalia mtumi 1 hour, hiyo ni tahajjud. Ibada yoyote ambayo kwamba unaifanya usiku wa manane huitwa tahajjud. Si swala peke yake. Kwa hiyo mwingine anasema mimi natamani ni swali tahajjud na mimi, lakini sijui kuswali. Amka mswalie mtumi. Amka soma Qur'an. Amka leta adhkar. Amka fikiria neema alizokupea Allah subhanahu wa ta'ala. Amka fikiria utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo yote ni tahajjud, ni ibada ya usiku hiyo. Tahajjud ni ibada yote ya usiku. Kwa hiyo katika mwezi wa shahru Shaaban ni mwezi ambao kwamba wanaopata si wengi. Wengi wetu tunausahau na kusema tunaanza kupumzika ili Ramadhani ikiingia tuanze ibada. Hapo ndipo tunapofeli. Shaaban ni mwezi ambao kwamba ni mwezi wa Uislamu wa kuheshimiana, adabu ziwe hali ya juu. Ni mwezi ambao kwamba tutakana tufanye adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusafishe nia zetu, tusafishe nyoyo zetu, tusafishe kila kitu chetu ili tuweze kuwa safi tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi, Shaabani ni mwezi ambao kwamba tunafaa tufanye istidad. Istidad ya nini? Istidadi al-wuquf baina yaday Allah, kujiandaa na kuweza kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka waja wake wajikurubishe kwake kwa ibada wakati wowote, time wowote. Baada ya Ramadhani ni zaidi.
Ndio Sheikh Abul Hasan al-Basri akasema, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudun sirru al-ikhlas. Al-Hasan asema, Abul Hasan al-Shadhili asema, al-a'mal sura, amali hizi tunazofanya, swala, nini, zaka, sadaqa, ni suratun, ni sampuli ama ni picha iliyosimama na roho yake ni nini? Wujudu ikhlas, ni kupatikana ikhlas katika ile ibada yako unaoifanya, ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usifanye ibada watu wafanya na wewe wafanya. Fanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usifanye ibada ni ada, mimi nimezaliwa Muislamu nazoea tu kwenda msikitini, basi kitu umezoea. Fanya ibada kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Fanya ibada kwa moyo wako, hudhurishe moyo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simama kama vile ambavyo kwamba umesimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika Shaaban ni mwezi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yughfaru li jamii khalqi Allah illa al-mushriku wal-mushahid. Shaaban ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anainua ibada za waja. Hizi ibada tunazozifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio zapelekwa mbinguni kwa muda wa mwaka mzima. Katika mwezi mtukufu wa Shaaban ndio mwezi ibada zinanyanyuliwa, hasatan mashekhe ama wanazuoni wamesema mwezi 15. Ile ikifika siku ya 15 ile ndio amali zinaenda sasa, inabadilishwa budget ya mwaka mzima. Ile amali zako ulizofanya mwaka mzima ndio zinapanda, ile faili inaenda, kile kitabu kinaenda, kinaenda ndio kitabu kingine ianze kuandikwa sasa upya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi wa Shaaban, akionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Shaaban akifunga sana, ili inapofika wakati ibada zinanyanyuliwa, ibada zake zinanyanyuliwa akiwa katika juu ya saumu. Iwe ibada zinanyanyuliwa ikiwa iko katika saumu. Hata alipokuwa anafunga Alhamisi alisema hivyo, wanasema nafunga Alhamisi kwa sababu ndio siku amali zainuliwa. Kwa hivyo amali za wiki zainuliwa Alhamisi. Mtume alikuwa anafunga ili yake ikinuliwa patikane huyu jamaa uko kwenye saumu. Mimi na wewe zetu zikinuliwa, huo tuko wapi? Alhamisi ndio aje Shaabani ni mwaka mpaka mwaka. Ile Alhamisi wewe kitabu chako tapelekwa hapo mbinguni kwa Allah, huo uko wapi wewe? Huo uko na amali gani? Uko kazini, kazi unaofanya, je, unafanya kwa ajili anapotaka bosi wako ama unamdhulumu? Waweza kuwa uko kazini, kazi ni ibada pia. Wewe mwanaume kufanya kazi ni ibada, waandikiwa thawabu. Kutoka nyumbani kwako kwenda kazini ni thawabu waandikiwa. Lakini pale kazini sasa wafanyaje? Wampiga bosi chenga. Sasa amali yako ya bana Alhamisi ikiwa tayari ushapitisha gunia 2 mlango wa nyuma. Waandikiwa tayari ushapitisha kitu ambacho kwamba bwana hii ni magamu hii. Waandikiwa pale inaenda hiyo. Kwa hiyo wewe unapofanya kazi, fanya kazi vile vile ulivyopangiwa na bosi wako. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Kile kidogo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakubariki. Wewe walipo 20, hizo 20 Allah Subhanahu wa Ta'ala atazitilia baraka. Wacha kufanya mambo ya mlango wa nyuma kazini. Lakini mshahara kidogo, bosi mwenyewe anaona kazi unafanya ni kubwa, mshahara hii bwana lazima tutegeze. Nani alikwambia lazima tegezwe? Hizo ni fikra za shetani, fikra za Ibilisi. Hataki kupati amali, hataki uandikiwe mema, ataka wewe uharibikiwe tu katika dunia huu, katika hii dunia. Hiyo ndio kazi ya Ibilisi. Lakini iwapo tutajipinda kwa amali njema, kwa kazi mzuri, kama msikitini ukija kiswali ufanye ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usimshirikisha Allah, usifanye kwa sababu ya riya. Vile vile huko kazini unapofanya
fanya ukimwona Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya Mwenyezi Mungu kwa mbele yako. Ya Allah, mimi nafanya amali hii kazi nafanya, mshahara ni kidogo na njia za kuiba ziko, lakini ya Allah naacha kuiba kwa sababu yako wewe. Ya Allah, nibarikie hiki kidogo changu au nifungulie pangine ambapo kwamba nitapata mshahara wa kunipili. Mwenyezi Mungu atakufungulia njia. Ama kile kidogo kitapata baraka. Unajua sisi shida yetu kubwa, hatutaki baraka ya zile tunazofanya, zile amali zetu zina baraka. Ama pengine hatujui maana ya baraka. Kitu kibarikiwa shekhe, mshinge 10,000 uonekana unaishi maisha ya kifalme na mshahara 10,000. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala amebariki. Angalia mfano baraka, nikupatie kidogo tufungue akili, sababu watu wengine hawajui baraka nini. Angalia katika huu ulimwengu kuna wanyama wawili ama hayawani wawili. Kuna mbuzi, kuna na jibwa, dogi. Kuna mbuzi na jibwa, si ndio? Mbuzi nadhani kama sikosei akizaa za watoto wawili kwa mwaka, au kwa mwaka anazaa mara mbili. Kwa mwaka anazaa mara moja, ama kama ni mara mbili lakini anazaa mbuzi wawili. Mmoja wawili. Si ndio? Na mbuzi na dogi kwa mwaka anaweza kuzaa hata watoto 10. Dogi kwa mwaka anaweza kuzaa hata watoto 10. Na mbuzi anazaa wawili. Na katika ulimwengu kila siku mbuzi wanachinjwa. Hakuna hata siku moja dogi anachinjwa. Lakini ukiingia utapata mbuzi ni wengi na mbwa ni kidogo. Kwa nini? Mbuzi wamebarikiwa, majibu hawana baraka. Kwa hiyo mshahara yako ambao unaona ni kidogo, ukimweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele, itabarikiwa na utaishi maisha ya kifalme bila kufanya zile mpango wa kanda. Chaneni nao hizo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atubarikie katika amali zetu za duniani, atubarikie katika ibada zetu. Wapendwa katika imani, khutba ya leo inatufundisha namna gani tunatakiwa tuweze kusafisha nyoyo zetu, tuweze kusafisha ndani ya vifua vyetu kabla ya kusafisha dhahiri yetu. Iwapo tutaweza kufaulu kusafisha nyoyo zetu, batini yetu, basi tutafaulu. Lakini ikiwa sisi tunasafisha nje, ndani mtu akikuona wewe ni mtu mwema, lakini ndani ya roho yako ni mtu mwingine, basi tutakuwa tumefeli. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ya Kiyama ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yauma la yanfa'u malun wala banun. Siku ya Kiyama ni siku ambayo kwamba wewe mali yako ambayo kwamba uko nayo sasa hivi la yanfa, haitakusaidia na lolote. Na watoto wako ambao unawaona ni washujaa, mwingine ni maloya, mwingine ni engineer, mwingine ni madokta, ni vijana ama ni watoto ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewabariki katika ulimwengu, wanatajika mitaani, ni watu wana hadhi, lakini siku ya Kiyama hawatakusaidia na lolote. Illa man ata Allaha biqalbin salim. Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia isipokuwa mtu ambaye kwamba atamwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na moyo ambao kwamba umefanya nini? Umesalimika, moyo wenye amani. Tuangalie mambo matatu kuhusu moyo. Awalan, tazkiyatul qalbi kabla tazkiyatil amal. Mambo matatu. Kwanza kabisa katika mwezi wa Shaabani tufanye nini? Tuweze kulifanya tazkiyatul qalbi kabla tazkiyatul amal. Tuweze kutakasa nyoyo zetu kabla hatujazisafisha amali zetu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kwamba tunafaa Waislamu tufanye katika hii Shaabani, tusafisheni roho zetu. Kama hujui nyoyo ni roho, tusafisheni roho zetu kabla ya kusafisha amali zetu. Jambo la pili, as-sidqu ma'a Allah. Tufanyeni ibada zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwe wa kweli mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusiwe tuingia msikitini lakini lengo letu ni riya, nionekane na mimi na imamu nimeswali. Tusiwe tuingia msikitini lengo letu
ni kwa sum'a, kutajika na mimi ngalau nimeswali. Unachokifanya katika ibada fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika ibada tusifanye ni ada, tufanyeni ni ibada. Usifanye ni ada, fanya ni ibada. Ukiingia kwenye swala simama kama vile mapolisi wanaposimama mbele ya kwenye parade vile. Amekauka mtu na mbele yake kuna president, mwanadamu kama yeye tu. Hakuna mtu yote. Je, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tusimameni ikiwa Mwenyezi Mungu yuko mbele zetu. Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ka'annaka tarahu, kana kwamba wewe umuona Allah. Fa in lam takun tarahu, basi kama wewe humuoni Allah, fa innahu yarak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuona. Tunaposimama hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuangalia. Sisi tumepewa nafasi ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu mara 5 kwa siku. Je, wewe waichukulia hii ni nafasi unazungumza na Allah, ama hii ni nafasi ni ada tu, mimi naja na mimi kupoteza muda niende? Unaposimama hapa wasimama uko mbele ya Allah, ama ni kwamba mimi ni Muislamu la budda an usallia, lazima tu mimi swali nimepata wajadna abaana, tulipata baba zetu Muislamu na sisi unaendelea tu wewe, lakini huoni kama kuna uzito wa ile ibada. Jambo la tatu, mas'uliyatu ruhiyati tujaha al-mujtama. Mas'uliyatu ruhiyati tujaha al-mujtama, wewe uwe unabeba mas'uli yako, majukumu yako ya kiroho mbele ya umma. Na hapa wengi tunafeli. Kama ni imamu, kama ni kiongozi, kama ni baba, hapa ndipo tunapofeli. Wewe kama baba, tuanze na imamu, sema tuanze na nini? Mimi ama wewe kama imamu. Je, unayoyafanya watu wanakufuata kwa yale unayofanya, ama watu wanafanya kwa maneno yako unayosema? Wewe kama imamu unatakikana watu wafuate vitendo vyako unavyovifanya kabla hawajasikia maneno yako. Wewe kama imamu, kile unachokiamrisha ili watu wakifanye, kwanza yatakiwa watu wakuone wakifanya. Wewe wataka watu wafunge Alhamisi na Jumatatu, wewe imamu kwanza takana wewe uanze Alhamisi na Jumatatu. Kisha ndio ukisimama Ijumaa, jamaa kuna sunna ya Alhamisi na Jumatatu. Wale watu hata kabla hujawaambia tayari washaedheka na vile vitendo vyao. Ukija kwa baba, wewe kama baba, majukumu yako nyumbani wayafanya kama inavyotakikana. Iwewe kama baba unafaa uwe mfano kabla hujasema. Pale nyumbani kabla hujasema watu waswali, unaonekana wewe unaamka usiku ukiswali, ndio mama naye tamka swali. Wewe pale nyumbani unaonekana washika mashafu wasoma Qur'ani, ndio mtoto naye atashika mashafu wasoma Qur'ani. Wewe pale nyumbani wasikika kusema subhanallah, ndio nyumba nayo itasema subhanallah. Lakini haiwezekani wewe haya maneno na hivi vitendo haviko katika moyo wako, kisha wataka watu nyumbani wafanye. Kibaya zaidi, leo tabia zetu Waislamu tumekwenda kubadilika kwa familia zetu. Na hili ndilo jambo ambalo kwamba limekumba Waislamu 90% au 80%. Waislamu tuko hivi. Tuko aje? Hatuna raha, nyumba zetu hazina raha. Familia zetu hazina raha. Wake zetu hawana raha. Watoto wetu hawana raha. Kwa nini? Kwa sababu baba ana mpango wa kando. Hili ndilo jambo kubwa liko katika ulimwengu. Na hili ndilo tatizo kubwa limekosesha raha familia nyingi. Na hili ndio tatizo kubwa ambalo kwamba limepelekea ndoa nyingi zimevunjika. Kwa hiyo kabla Ramadhani ingie, hapa tutataka tubadilike hiki kipengele cha mpango wa kando. Wewe Muislamu una mpango wa kando. Wakati wowote wewe wasikia raha kuwa na ule wa kando kuliko huyu wa karibu.
Wewe kila masaa, hata ukiingia nyumbani, huna time na watoto wako, huna time na mke wako. Wewe uko na time na kuchat simu yako, kwa sababu kuna mtu kando unampenda. Yaani mpango wa kando kwako umekuwa ni tamu, mpango wa kando kwako imekuwa ni sakina, utulivu. Yaani wewe wajione bila yeye huwezi, na wewe uko nyumbani huna maana na yeye. Umtambuyo mwana lakabochi. Huyu ni kifanyikazi tu, kunifulia, kunipikia, kuangalilia watoto wangu. Na hapo ndio wanaume tumekwenda kufeli. Wengi, 80% wanaume tuko katika daraja hiyo. Tuko hiyo stage. So before Ramadhani tubadilikeni Waislamu. Mpango wa kando unapomuona kwamba yeye ndiyo kitulizo chako, yeye ndiyo raha yako. Hana raha ya mchana wala usiku. Ni kwa sababu yeye anakupeleka katika amali ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapo kuna mkono wa shaitani. Kuna mkono wa ibilisi. Ndio maana unaona kule ni tamu, kule ni raha, kule kuna utulivu, lakini uongo. Hebu muoe, angalia, ufikisha tamu yako utamwacha. Wewe mpango kando muoe. Tena kibaya zaidi mpango kando, hata si Muislamu ni Mkristo, utamuoa vipi sasa? Mambo yako haya ni mambo yako katika ulimwengu. Mujtamaa wetu leo umefika hapo. Wewe una mke wako halali, lakini una mpango kando, si Muislamu. Kusikitisha nini? Una mke wa halali, lakini nje una mpango kando, hata si Muislamu. Khadara uddiman. Unamuona ni mtu wa maana sana kwako, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii ni khadara uddiman. Mpango wa kando ni sawa sawa na mboga za katika majaa ya takataka. Wewe ni kama unaacha mboga mzuri nyumbani, unaenda kuchukua zile mboga ambazo ziko kwenye majaa ya takataka pale, ndio unaona zile mboga ni tamu kushinda mboga za nyumbani zilizopikwa vizuri. Mtume alipigia mfano wa uchafu kabisa. Lakini wewe mbona umefika? Lakini hebu jaribu muoe. Jaribu muoe, ufikishi mwako utamwacha. Sahihi wewe na kawaida hiyo iko, hiyo lazima iko hiyo. Katika ile mpango wa kando wewe jua baada ya wewe kuna na wawili kama wewe nyuma yako. Lazima mshare, kuna kulipa stima, kuna kulipa rent, kuna kuleta lunch. Hauko peke yako sha. Na ndio maana wewe wajiona umefika. Lakini wewe jaribu kama wiki mzima mzukie time ambazo si za kawaida, mzukie time ambazo sio ile ulopangiwa. Maana yake una time wewe umepangiwa wewe na ule mpango wa kando, na time yako special umepangiwa. Na ukija time ambayo sio, mbona umekuja bila kunijulisha? Na hiyo ni kesi kubwa. Mbona ulienda? Kwa sababu ukiwa na tabia ya kwenda bila kumjulisha utampata na mwingine. Na hiyo ndio yeye hataki. Na hiyo ndio inaweza kuwa ndio siku ukakorofishwa na ukafukuzwa kabisa wewe. Umeenda kinyume na mipangilio na sharia. Tujuana sisi wale ambao wana mpango kando wenyewe wanajua. Ukienda siku ambayo kwamba ukuripoti leo nitakuja saa 8, ukajipeleka tu mwenyewe, shaka kesi itakuangukia hutoamini. Moto utakawakia kwa sababu unaanza kuharibu mipango sasa hivi. Hii ni time ya mwenzako unakuja wewe. Mkija mkukutana hapa itakuwaje? Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata na atuoneshe batili tuweze kuepuka. Wassalamu alaykum.